Kaunti ya Embu. Sasa mtazamaji, ambapo namuona mwandishi wetu wa habari Maiki yuko ngangari kabisa akizidi kufuatilia taarifa hizi kuhusiana na chaguzi ndogo za mwaka 2025. Tueleze Mbeere Kaskazini kulikoni. Mike. Naam, Swadakta, asante sana Andren Kilemi. Pasi na shaka tunakujia moja kwa moja kutoka hapa katika eneo bunge la Mbeere ya Kaskazini, na ambako bila shaka shughuli ino nzima imeanza na mapema mida ya saa 12 za asubuhi, wakati na ambapo wapiga kura wa kwanza waliwasili na bila shaka wakaweza kupiga kura zao, wakati na ambapo kituo hiki kiliweza kufunguliwa. Bila shaka takriban vituo vya kupigia kura 134 vilifunguliwa masaa hayo. Hakipo hata kimoja na ambacho tumeshuhudia taarifa kwamba kimechelewesha muda wa kufungua. Kwa mujibu wa IEBC na ambayo imetoa taarifa hapo jana, ni kwamba vile vituo ambavyo vingechelewesha kufunguliwa kwa zoezi hili, basi muda ambao ungecheleweshwa basi ungeongezwa zaidi katika ule muda wa kutamatika. Iwapo basi kufunguliwa kulichelewa kwa takriban dakika 20 mida ya saa 11 za jioni, basi kutaweza kuongezwa takriban dakika 20 kabla ya kuweza kifunga rasmi na kufunga shughuli hii nzima. Hapa tulipo katika kituo hichi cha Siakago Social Center, hadi kufikia sasa wapiga kura 794 washawasili, washapiga kura zao hadi kufikia sasa. Manake kituo cha kwanza kimekuwa na wapiga kura 246, cha pili kimekuwa na 280, na vile vile cha tatu kimekuwa na wapiga kura 268. Takriban wapiga kura 794 hadi kufikia sasa washapiga kura zao. Kumbuka kwamba hichi kituo kina jumla ya wapiga kura waliosajiliwa 1694. Kwa hiyo ni takriban asilimia 40 au 45 ya wale ambao washajitokeza kuweza kupiga kura zao. Awali tumeweza kushuhudia vurugu hapa katika hichi kituo baada ya mwakilishi wadi ya Chinga Kiroga Dhuku kuweza kuwasili hapa na mapema, akiwa amevalia nguo na ambazo zilionekana kuwa na rangi ya njano, na ambayo ilionekana kuwa ya chama cha UDA. Yeye mwenyewe ni mwanachama wa UDA, na bila shaka kukawa na minong'ono kwamba IEBC kwa mujibu wa sheria ilikuwa imefanya kupiga marufuku mtu yeyote kuweza kuvalia jezi au nguo yoyote yenye rangi sawia na chama chochote kile, iwapo ni UDA, DP au chochote kile ambacho kinawiana na upigaji ama uwaniaji wowote hapa. Basi alipowasili hapa kinara wa chama cha DP, nazungumza kuhusu Justin Muturi, akaweza kuzua vurugu akiuliza maswali ni vipi na ambavyo pameibuka kuwa mtu ana rangi ya njano na bila shaka amekita kambi katika hichi kituo. Basi pakawa na vurugu na purukushani za hapa kule, makonde vile vile yakashuhudiwa, baadhi ya vijana wakiweza kupigwa makonde na kuweza kuondolewa hapa moja kwa moja. Japo baadaye alipowasili Profesa Oduol, ndio kamishna wa IEBC, akaweza kutuliza hali na bila shaka upigaji ama shughuli nzima ya upigaji kura ikaweza kuendelea. Tumeshuhudia leo wa Muthende akiweza kupiga kura yake takriban saa 4 asubuhi hapa katika hichi kituo, na asubuhi ya kitu saa 5 saa 4 na nusu akaweza kupiga kura yake yule ambaye ni mwaniaji wa chama cha DP. Nazungumza kuhusu Newton Karish huko katika wadi ya Mumenje, na baadaye vile vile ameweza kupiga kura Geoffrey Ruku katika kituo chake cha upigaji kura hapa tu katika eneo hili la Mbeere ya Kaskazini. Kwa hiyo kufikia sasa tunaona shughuli nzima ilianza kwa kishindo, idadi kubwa ya watu wakipiga foleni katika vituo mbalimbali. Manake kituo ama vituo vyote vilipofunguliwa saa 12 asubuhi, watu walikuwa wamesubiria kwenye lango kuu na kuingia tu kupiga foleni, na baadaye walipopungua wale ambao walipiga foleni mara ya kwanza, hakuna wengine ambao wanaweza kujongea. Japo ni mmoja tu baada ya mwingine. Kwa sasa nyuma yangu
ukiona Andrin Kilemi ni baadhi ya wananchi ambao wamefika takriban wawili hapa ambao bila shaka wanakadiria kuweza kupiga kura yao. Nimeshuhudia idadi ndogo sana ya vijana wa Gen Z ambao wanawasili kutekeleza shughuli hii. Yupo mmoja ambaye ameondoka hapa sasa hivi muda si mrefu uliopita, akaweza kupiga kura yake na kisha kuondoka. Inaashiria kwamba vijana kidogo, Andrin Kilemi na mtazamaji wetu, ni kana kwamba wanaipatia shughuli hii mgongo kwa sana, manake ni shughuli ambayo labda kwa njia mosi au nyingine wanaona ni kana kwamba ni shughuli ya older generation ama watu wakubwa zaidi yao, manake idadi yao imekuwa ndogo zaidi. Kwa takriban 794 wapiga kura, ni idadi ndogo sana. Kati ya 794 ni idadi ndogo sana ya wale vijana wa Gen Z ambao wamefanya kujitokeza leo, hijapo bado wanaendelea kuja hapa nchini. Shughuli ya upigaji kura tumezoea kwamba hata sio upigaji kura pekee, shughuli nyingi tu Wakenya wanajitokeza baadaye jioni ili kupata zile za bei nafuu. Sijui kama leo hii wataibuka jioni kuweza kupiga foleni kabla ya kituo hichi ama vituo mbalimbali kuweza kufungwa na kutamatisha shughuli. Na kwa hiyo tunazidi kusubiria shughuli hii itakapokamilika mida ya saa 11 za jioni. Shughuli nzima ya kuhesabu kura itakuwa bila shaka inangwananga, manake mikakati yote imewekwa hapa, usalama umeweza kuzingatiwa, taa zimeweza kuwekwa. Kwa hiyo tutashuhudia kura zikianza kuhesabiwa moja kwa moja kabla ya kuweza kutumwa katika kituo rasmi cha kuzihesabia cha hapa Siakago Girls, na ambacho bila shaka tutakuwa tunapeperusha moja kwa moja shughuli nzima hiyo mida ya baadaye. Nitakuwa nazama kwa sasa, na nitakapoibuka baadaye tutamfahamisha mtazamaji wetu mengi zaidi. Kwako Andrin Kilemi, mimi ni Mike Kaguongo. Asante sana Mike Kaguongo, bila shaka tunakuruhusu uzame kidogo. Utakapoibuka, najua utaibuka na mengi zaidi, ikiwemo ni pamoja na mshindi wa kinyang'anyiro hicho cha Mbeere Kaskazini ambao kidogo umezua tumbo joto. Upande wa pili, katika eneo la Ugunja, yupo mwandishi wetu wa habari Elizabeth Atieno. Elizabeth Awali